Kamanda mkuu wa majeshi kutoka nchini Ukraine anayefahamika kama Oleksandr Syrskyi ameweza kuripoti ya kwamba vikosi vya Urusi vinazidisha juhudi za kuondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka mkoa wa Kursk nchini Urusi, huku pia vikiteka maeneo ya mpaka wa mkoa wa Sami nchini Ukraine. Kamanda mkuu wa majeshi ya Ukraine aliweza kuandika kwenye jukwaa la kijamii la Facebook ya kwamba mapigano makali yanaendelea katika oblasti au katika jimbo la Sami, katika maeneo yaliyo karibu na mpaka wa jimbo hilo na pia katika eneo la shirikisho la Urusi. Wilaya ya Sami kaskazini mashariki mwa Ukraine inapakana na jimbo au kanda za Kursk, Bryansk na Belgorod huko nchini Urusi na kuifanya kuwa mstari wa mbele katika vita vikubwa vya Moscow. Kamanda mkuu Oleksandr Syrskyi alisema ya kuwa majeshi ya Ukraine kwa mara nyingine tena yamezuia mashambulizi ya adui yani Urusi katika eneo hilo kwa vitendo vyao vinavyoendelea na kuzuia wanajeshi wa Urusi kutekeleza malengo yao ya operation katika jimbo hilo. Jenerali huyo aliweza kuripoti vikosi vya mstari wa mbele wa kivita vilivyozuru muda mfupi kabla ya Pasaka na alikutana na makamanda, maafisa wa makao makuu pamoja na wakuu wa jeshi. Alisema maamuzi yote muhimu yamefanywa ili kusaidia operation inayoendelea na kujaza vifaa vya kijeshi pamoja na risasi. Syrskyi alisisitiza ya kwamba uwezo wa Ukraine wa kukabiliana na faida ya nambari ya Urusi inategemea kusonga mbele katika vita vya hali ya juu. Ni kwa kukaa mbele ya adui katika utumiaji wa silaha za teknolojia ya juu, kuongeza idadi na ubora wa majukwaa ya roboti na moduli zinazodhibitiwa kwa mbali na kuanzisha ujuzi wa kijasusi kwenye silaha, ndipo Ukraine itaweza kuharibu majeshi ya Urusi ipasavyo. Kamanda huyo alisema hivyo baada pia ya kukutana na baadhi ya makamanda lakini pia maafisa wa makao makuu na wakuu wa jeshi kabla ya Pasaka. Taarifa hiyo inafuatia maonyo ya kwamba Urusi imeanzisha mashambulizi yake yanayotarajiwa katika masika, ambako kamanda alisema mwezi huu tarehe 9 ya kwamba kampeni ya Moscow tayari imeanza, huku mashambulizi ya Urusi yakivuka mstari wa mbele wa kivita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alionya mwezi Machi mwaka huu ya kwamba Urusi ilikuwa ikijitayarisha kwa mashambulizi mapya katika maeneo ya huko Sami na mkoani Kharkiv kufuatia maendeleo ya haraka ya Moscow katika jimbo la Kursk. Inakumbukwa hapo awali Ukraine iliweza kukamata kilomita za mraba 1300 zikiwa ni sawa na maili za mraba 500 za eneo la Urusi wakati operation ya kuvuka mpaka, lakini tangu wakati huo imekuwa chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa mashambulizi ya Urusi yaliyoimarishwa na majeshi ya Korea Kaskazini. Kulingana na kikundi cha ufuatiliaji cha Deep State kilisema ya kuwa kufikia siku ya jana Aprili 21, vikosi vya Ukraine vinashikilia takribani kilomita 30 peke yake za mraba, zikiwa ni kama takribani futi 323 za mraba katika jimbo la Kursk nchini Urusi. Licha ya rais wa Marekani Donald Trump kushinikiza kusitishwa kwa mapigano, Urusi ilikataa pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 na kuendelea na mashambulizi yake huko nchini Ukraine, ambako mnamo Aprili 19 rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza mapatano ya siku moja ya Pasaka kwenye mstari wa mbele, akidai ya kuwa wanajeshi wa Urusi hawatashiriki vita mwishoni mwa juma. Pia Zelensky aliweza kuripoti au kudai ya kuwa alichokizungumza Putin hakikuwa na maana yoyote, kwani alisema ya kuwa Urusi iliweza kukiuka makubaliano hayo takribani mara 3000. Pia wakati hayo yakijili, iliweza kuripotiwa ya kuwa jeshi la anga la Ukraine pia liliweza kushambulia eneo la kurushia ndege zisizo na rubani za Urusi katika jimbo la Kursk, ambapo jeshi la anga la Ukraine liliweza kushambulia eneo la kurushia ndege
zisizo na rubani za Urusi karibu na kijiji cha huko Tetikino katika jimbo la Kursk nchini Urusi. Mnamo Aprili 19, wafanyakazi wakuu wa Ukraine waliweza kuripoti jana Aprili 21 mwaka huu. Shambulizi hilo lilisababisha wanajeshi wa Urusi takribani au waendeshaji wa ndege hizo takribani 20 na rubani, ambapo vikosi vya Urusi viliweza kuripotiwa kutumia kituo hicho kuandaa na kuzindua uchunguzi mgomo na ndege zisizo na rubani za FPV au mtazamo wa kwanza. Vikosi vya Moscow huzindua mamia ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine karibu kila siku, zikilenga maeneo ya raia na miundombinu muhimu nchini humo. Rais Volodymyr Zelensky alipendekeza mnamo Aprili 20 kutekeleza marufuku ya siku 30 ya ndege za masafa marefu na mashambulizi ya makombora dhidi ya miundombinu ya kiraia, ambapo Kremlin haikuunga mkono pendekezo la Kiev juu ya suala hilo.